Mama alimwambia kwamba umenyweshwa sumu au kwamba unaumwa? Unaumwa. Hakumwambia kwamba umenyweshwa sumu. Okay. Ni binti wa miaka 15 mkazi wa kijiji cha Luana, kata ya Luana wilayani Ludewa mkoani Njombe, akielezea mbele ya mkuu wa wilaya hiyo Ulvanus Thomas juu ya tukio la kulazimishwa kunywa sumu ambayo inadaiwa kuwa ni dawa ya kuulia magugu mara baada ya kutumiwa kuokota fedha ya shangazi yake kiasi cha shilingi 5,000 na kukataa kuirejesha. Hii ni Wasafi Media kutoka mkoa wa Njombe na mimi ni Shukran Kaugo. Ndugu wa mama yako. Niliokota lake sijamrudishia. Nini? Niliokota lake Tanzania, niliokota lake sijamrudishia. Hela ya nani? Ya Ana. Ana ndo nani kwako? Ni shangazi yangu. Ni shingapi? Ndiyo. Ni kiasi gani cha hela? 5,000. Kwa hiyo ikawaje? Kwa hiyo akanifuata nyumbani kwetu usiku, akanipiga rafiki yake. Rafiki yake ndo akaniambia nimesoma, ila yeye hakuniambia. Yeye alinisamia, ila rafiki yake ndo aliyasema. Kwa hiyo sumu walikunywa wao wenyewe au? Nilikunywa mwenyewe. Kwa kulazimishwa? Ndiyo. Sumu ilikuwa kwenye nini? Ilikuwa ni mpya, ilitoka kununuliwa. Sema inaitwaje? Tiba. Ni ya nini? Kulia hadi pale ya pili. Unasoma darasa ngapi? Kidato cha kwanza. Unaishi na nani? Naishi na mama. Baada ya tukio mama kafanyaje? Mama toka niambia usiwachukie, wewe afende tu, wasamee, Mungu atalipa. Nchi tu tunaripoti matukio kama ya kikatili. Msikae nayo nyumbani, msiafishe. Kuna viongozi kama wa vijiji wapo, tunatoa taarifa mapema. Kwa sababu tukio lingeendelea, mtoto angepoteza uhai. Unasikia? Kwa hiyo tusifiche ukatili unaendelea kwenye vijiji vyetu. Tangu siku ya tarehe 24 yule binti amenyweshwa sumu na mtu anaitwa nani, Mary Lugome nani, Ana Lugome. Tangu tarehe 24 akachukuliwa na wajomba zake, sio ni ndugu zake wa kiume, wamempeleka zahanati na daktari anawauliza kwa mtendaji kuna taarifa juu ya tukio hili, na ni mwenyekiti wa kitongoji anasema ndiyo, taarifa ipo. Tangu tarehe 24 mpaka leo hii, yani Jumatatu iliyopita mpaka Jumatatu ya leo, mzazi ameripoti shuleni ya kwamba mtoto anaumwa, kwa hiyo hatokuja wapi shule. Sio kwamba mtoto kanywa sumu. Mtoto anafanyaje? Anaumwa, taarifa ya kawaida. Mama anaendelea kumweleza mtoto ya kwamba usiseme popote na usifanye chochote, huyu ni ndugu yako, Mungu atafanyaje? Yani tumwachie Mungu, wewe samee. Kwa sababu ingekuwa kama ni kweli, taarifa ingepatikana. Hii taarifa inakuja kujulikana siku ya Jumamosi juzi. Mtendaji kuja kufuatilia mpaka jana siku ya Jumapili. Hebu tukae tujiulize tu kwa pamoja. Huyu binti yuko kidato cha kwanza. Huyu mama anayesema ya kwamba tumwachie Mungu na usiseme popote, huyu binti angekuwa amefariki sasa hivi, tumhesabia kundi gani? Wakati wa mazishi angelia au angefurahia? Ndugu zangu wanaludewa, hii tabia itatufikisha popote ya kuficha matukio. Tukificha matukio kwa majirani, ipo siku itakuwa ni baba yako, mama yako, mwanao, mume wako au mke wako. Haitunufaisha. Lakini maelekezo tunayotoa kwa jeshi la polisi, wote waliohusika, mnyororo wote uliohusika na hili jambo, lazima hatua zichukuliwe. Utaratibu unaeleweka.
mgonjwa akifika kwenye kituo cha afya kwa ajili ya kupata huduma, lakini tatizo lake lina utatanishi, ni lazima apate PF3. Hatua ya kwanza inayofanyika ni ya kuokoa maisha ya yule daktari. Ni kweli aliwajibika kuokoa maisha yake, lakini ya kuwajibika kwenye kutoa taarifa zaidi ya hapo. Mtu mwingine, mwenyekiti wa kitongoji, lazima huyu mtu apatikane, aliyeenda kumlagai daktari kumwambia kwamba tayari taarifa ziko kule kwa mtendaji, jambo linaendelea kwenye ofisi ya kijiji, tuendelee na matibabu. Lakini pia mama mzazi. Ndugu zangu, jinai haina tumbo la uzazi. Jinai ni jinai. Nimeeleweka vema? Lakini pia Ana Lugome na yeye lazima achukuliwe hatua kwa hiki kilichoendelea. Kwa hiyo ndugu zangu, leo hii kama mnavyofahamu na sikukuu ya Idi, ilitakiwa watu tukae, watu wafurahie, tukae kwa amani. Tunapata taarifa kama hizi za taharuki wote kama unavyotuona, na hata mimi mwenyewe mkuu wa wilaya imenibidi nije. Haya maswala binafsi niwaeleze kabisa, tutafumbia macho. Lakini serikali peke yetu ni ngumu, hatutaweza. Serikali ni nyinyi na mimi, na sisi viongozi wa serikali tumeajiliwa na nyinyi wananchi. Matukio, kuficha matukio, ili swala halina afya hata kidogo. Halina afya kwa ndugu zetu, halina afya kwa maisha yetu. Ili wana ni ndogo. Naeleweka vizuri? Ndio. Katika vijiji, hiki ni kijiji kidogo mno. Sensa ya makazi hapa, hata ukipanda juu ya mti mrefu, mfano ukipanda pale juu ya mti mrefu pale, ukikaa na peni na karatasi, unashuka na idadi ya nyumba kamili zopo Luanda. Uongo kweli? Kwa nini taarifa ya jirani yako msijue? Mpaka viongozi mnashiriki kwenye huo mnyororo. Niwaambie tu ya kwamba wote tutawachukulia hatua. Mimi hiyo siku nilikuwa nilikuwa katika jioni. Sasa nimekaa nyumbani kwangu, naona tu kuna pigwa yowe. Wale kupiga yowe, sasa kuna nini? Kuna mtu anakula sumu. Ikabidi mimi niondoke, nikamwite mwingine kitongoji, sababu jirani hapo hapo. Baada hapo mwingine akafika akaangalia, akasema asipo hivi kwa bodaboda tumpeleke hospitali. Ndipo tulipoenda mimi na mwingine kitongoji kumpeleka hospitali ndio mwisho. Adeliko Aidan Boga ni mwenyekiti wa serikali ya kijiji Luanda. Kutokana na hili tukio, nimepigiwa simu jana jioni na mtendaji wangu kwamba kuna mtoto anaonekana alikunywa sumu. Sasa nilipokuwa namfuatilia alikunywaje hiyo sumu, anasema alishinikizwa anywe hiyo sumu kwa sababu ya wizi sio wa fedha. Lakini nikamwambia hii mtoto yuko katika hali gani? Mtoto anaongea na nikamwambia hapana, kama alikunywa ni sumu aina gani? Akaniambia ni sumu ya aina ya tima kukumba. Sasa nilipoongea ile jioni, nikamwambia mtendaji, hawa watu wanatakiwa wafike kesho asubuhi ofisini. Hiyo ni polisi kesi, sio kesi yetu. Kwa hiyo asubuhi ni kweli wamefika hapa, nikutana na mtendaji wa kata, tukamwambia hawa watu bwana, hii sio kesi yetu, kwa sababu mtoto amekunywa sumu, huwezi kujua imeenda kwa akili kiasi gani. Kwa hiyo ijulishe mamlaka husika, ndio wenye mamlaka kutoa PF3 ya mtu kwenda kufanya ndio. Kwa hiyo kuanzia hapo kabidi tumjulishe mtendaji kata ndio atachukua hatua za kufanya mawasiliano na mamlaka husika kama polisi, ili mwisho wa siku kama tulivyoshauri mtoto achukuliwe aende akafanyiwe vipimo zaidi kujua kama hiyo sumu ni kweli hakumeza.